Mtazamaji, imetimia saa moja saa zetu za Afrika Mashariki. Kama kawa ndani ya TVC 247 tumekuandalia taarifa ikiwemo taarifa ya Rais William Ruto na Sakaja ambaye ni gavana wa Nairobi walizuru kaunti ya Nairobi kwa ajili ya ziara ya maendeleo. Niite Martin Beza, andamana nasi hadi tamati, lakini kwanza tuanze na yaliomo. Watu watatu wamekamatwa katika eneo la Kigamburi, kaunti ya Kiambu, wakiwa na zaidi ya kilo 1000 za nyama inayodaiwa kuwa ya pundamilia. Bunge la Taifa limeidhinisha uteuzi wa Ida Odinga kuwa mwakilishi wa kudumu wa Kenya katika chama cha UNEP. Douglas Kanja ameonya kuwa matamshi ya uchochezi yanayotolewa na viongozi yanatayarisha umoja wa kitaifa na utulivu wa umma. Katwa Kigeni ametuma maombi ya kuwa jaji wa mahakama ya juu hii leo. Na michezoni ni kwamba Walid itaendelea kuinoa Morocco. Na kimataifa ni kwamba Zimbabwe yazuia usafirishaji wa madini ghafi nje ya nchi. Habari kwa kiukamilifu. Jaji mpya wa koti Katwa Kigeni ametajwa miongoni mwa wagombea 6 walioomba kuzingatiwa kujaza nafasi iliyo wazi katika Supreme Court of Kenya. Kigeni ana mwezi mmoja tu katika mahakama ya rufaa baada ya kuapishwa Januari 28, 2026. Aliteuliwa pamoja na majaji Edwin Ong'undi, Mathias Nderi, Linet Ndolo, Chacha Mwita, Lucy Njuguna, Samson Okongo na Rachel Ngetich. Isaac Hassan, mwenyekiti wa zamani wa Independent Policing Oversight Authority, Paul Lilian, Munyao Sila, Johnson Okelo na Byron Ongaya pia wameorodheshwa katika orodha ya waombaji wa mahakama ya juu. Kigeni yumo pamoja na waombaji wengine 5: Anne Makori, Francis Toyot, Joseph Sajon, Lilian Washira na Mohamed Wasome. Katwa Kigeni alijipatia umaarufu wakati wa mchakato wa kesi katika ICC akiwa wakili wa Rais William Ruto, na kuendeleza umaarufu wake kwa kushughulikia kesi za hadhi za juu za kuondolewa mahakamani. Miongoni mwa kesi alizozishughulikia kabla ya kuteuliwa kwake kuwa jaji ni kesi za kuondolewa madarakani kwa gavana na naibu gavana wa Kericho na Kisii. Tukisonga mbele, kwa ziara ya Rais William Ruto na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja walifanya ziara ya maendeleo jijini Nairobi siku ya leo kufuatia kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano kati ya serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi yaliyoelezwa kuharakisha miundombinu na utoaji wa huduma katika mji mkuu. Wakati wa ziara hiyo iliyozinduliwa katika mradi wa makazi ya nafuu Kabete chini ya mpango wa kitaifa wa makazi ya nafuu, viongozi hao waliahidi kuendeleza juhudi za pamoja za kisasa za mji, kuunda ajira kwa vijana na kuboresha upatikanaji wa huduma muhimu. Walitembelea miradi muhimu ya elimu na miundombinu iliyotekelezwa kupitia ushirikiano huo, ikiwa ni pamoja na ukabidhiwa wa madarasa 16 mapya katika shule ya msingi ya Kangemi na uzinduzi wa madarasa mapya katika shule ya msingi ya Kiumbuini. Viongozi hao pia walikagua overpass ya Kangemi iliyojengwa hivi karibuni, ambapo walishirikiana na wakazi na kudhibitisha ahadi yao ya maendeleo yanayolenga wananchi. Rais Ruto alisema ushirikiano huu unalenga kutoa matokeo yanayoweza kupimika ambayo yatainua mji mkuu kufikia viwango vya kimataifa kupitia uwekezaji katika barabara, taa za umeme, makazi na elimu. Alielezea makubaliano ya ushirikiano kwa bilioni 80 kama hatua dhabiti ya kushughulikia changamoto za muda mrefu za mijini kama vile upungufu wa maji, usambazaji wa umeme usio dhabiti na miundombinu duni za barabara. Gavana Sakaja alikaribisha ufadhili huo wa ziada, akieleza kuwa ni wa mabadiliko makubwa kwa mji wa muhimu kuunga mkono nafasi ya kipekee ya Nairobi kama mji mkuu wa Kenya na kitovu cha uchumi. Alibainisha kuwa makubaliano hayo yameundwa kuharakisha utoaji wa huduma za kuifanya Nairobi kuwa mji safi unaofanya kazi nzuri na tayari kwa uwekezaji. Viongozi hao baadaye walitembelea maeneo mengine ya miradi na kuzungumza na wakati, wakiwaahidi kuwa ushirikiano kati ya taifa na kaunti utaendelea kuendesha ukuaji wa kujumuisha na kutoa mabadiliko ya kudumu mjini.
Tukisonga mbele, tuachane na taarifa za humu nchini, tuangazie taarifa za kimataifa, ambapo Zimbabwe imesitisha usafirishaji nje wa madini ghafi pamoja na makiniki ya litiamu kutokana na ukiukaji wa taratibu. Zuio la makemikali linalenga kusukuma kampuni za madini kuanzisha viungo vya kuchata na kusafisha madini ndani ya nchi. Zimbabwe ina akiba kubwa zaidi ya lithiamu Afrika, ambapo sehemu kubwa ya makinika huuzwa China. Basi mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada ila kukomea hapo, lakini katika kauli ya siku nitakuuliza swali kwamba kati ya vitu vinne ambavyo nitavitaja, ungependa kuchagua kukutana na kipi usiku wa manane? Umbwa, askari, polisi na mwizi. Ungependa kukutana na nini? Mwenzangu, labda kwa niaba ya watazamaji tuambie wewe ungependa kukutana na nini? Umbwa, askari, polisi pamoja na mwizi. Umbwa. Mbona useme umbwa? Kwa sababu umbwa naweza kimbia. Polisi atanishika, mwizi ataweza kuniumiza. Fikira yako imewapotosha watazamaji. Mimi ningependa kukutana na askari, manake askari atanipea usalama, manake askari huwa ni mlinzi wa wananchi. Lakini askari ataona kwamba unatembea usiku, labda wewe ni mwizi na kushika. Nitakuwa na sababu za kutembea usiku wa manane. Sababu ipi itakayokufanya utembee usiku wa manane, na usiku ni wakati ambao watu wanalala? Watazamaji watakuwa kitafakari hayo na kuja na jibu sahihi. Na huo ndo mwisho wa taarifa zetu za TVC 247 saa moja. Kama kawaida, Martin Bezi, endelea kutufuatilia kwa mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Twitter, Instagram pamoja na WhatsApp. Na ukipenda tuma arafa kwa nambari 0717560739. Na tukutane hapo kesho katika habari nyingine za saa moja. Jina langu ni Pauline Atelo. Tunakutakia usiku usiokuwa na bugdha.